strengthening livelihoods. Wambui Kimone anajulikana kama mlezi wa watoto wenye ulemavu kwenye shughuli ambayo alianza wakati wa janga la corona. Ambaye ni mwalimu amekuwa matumaini kwa watoto wengi ambao wanamtegemea kwa masomo na mahitaji ya kimsingi katika eneo la Molem hapa Nairobi. Na yafuatayo ni makala ya Mwanamke Bomba yaliyokujia mara ya kwanza hapo jana. Kwa majina naitwa Wambui Kimone kutoka pande za Murang'a. Lakini hapa ninaishi mahali kunaitwa Molem Dandora Baraka. Hii shule inaitwa Wise Kid Learning Center. It is a special school. Tulianza in the year 2020. Chanzo cha kuanza hii shule ni vile kwanza niliona watoto wengi, those special children, wengi they are rejected. Unapata wazazi wao wengi hawana uwezo na wengine hawataki kukaa na hawa watoto. Sabuni na maji ndio tusipate germs. Kwa saa hii niko na watoto 60. Lakini nikipata uwezo nipate mahali pakubwa nitaendelea kuwachukua kwa sababu niko na hiyo upendo ya hao watoto. Kuna street women wenye wanapata hawa watoto special, alafu wanaenda wanawatupa huko kwa barabara. Sasa mimi naedaga ninawachukua. Sichagui, niko na ages zote kutoka mwezi moja, kutoka mwenye ako hata siku moja hadi miaka yote nachukua. Hata kama ni mtu mkubwa ninachukua, maana pia mimi niko mwalimu wa special na adult education. Kwa hivyo hata nipata mtu mzima pale na ni special na ako rejected, pia ninamchukua, ninamkaribisha kwa center yangu. It's like a fish. Kitu ya kwanza huwa tunaenda kwa chief. Ukipatana na mtoto unaenda unaripoti, unasema kuna mtoto umepata amedampiwa mahali fulani, unaenda unaongea na chief, anakupatia barua ya kuchukua wale watoto. Lakini unapata kama ni mzazi, wengine hawataki kuachilia wale watoto ama watu wa community. Tunapata hizo changamoto, hata utapigwa vita za mwili. Tunakosa pesa ya kununulia hawa watoto chakula, maguo na hata kuwapatia basic need. Unapata tuko na changamoto mingi, hata mahali pa kuweka ni padogo sana. Tunahitaji hata mattress, blanket, hatuna za kutosha. Hawa watoto hata wakikuja hapa, wengine tunakaa na wao hapa, wengine wanatolewa kutoka manyumbani wakiletwa. Sasa wenye ninakaa na wao, hawa watoto hawana maguo, hawana chakula, hawa watoto hata running materials hawana. Mahali hapa kwenye tuko kama sasa msimu ya mvua tunapitia changamoto mingi, tunapata sasa kunanyesha, maji inaingia ndani. Na hapa ni rentals. Hapa nimekoboa nyumba za mabati nimechanganyisha na tunapitia changamoto, tumechanganyisha na unapata hata kulipa hiyo renti ni gumu sana. Labda tunapata mtu mwenye atajitolea niletee hata kauga, hata kamchere, hiyo ndio napikia hawa watoto. Juu sina uwezo hata kidogo. I love you. Kama ni kuripisha, uwezi ripisha juu watoto wengi hapa ni wenye tunarokota kwa barabara. So hakuna vile unaweza ripisha. Unapata labda mwenye ameweka mtoto kwa nyumba, ndiye atakuletea huyo mtoto akulipe kitu kidogo sana. Kitu yenye hata kulipa mwenye tunamchuga na yeye inakuwa ni gumu sana. So hao walimu na wanakuja ni ile kitu kidogo tunapata ndio tunashare, wengine wao ni volunteers. Unapata mtu ana volunteer lakini mwisho wa mwezi unasikia hata amefugiwa nyumba. So unapata hata ile msahara anapewa kidogo haimutosi. Advantage ni kuwa at least tuko na watoto tunachuga, haukui idle, kuna walimu wamepata kazi hapa. Wanapata tu hiyo kitu kidogo. Sasa hiyo ndio naweza sema advantage, na ile kitu ilikuwa ndani yangu at least ilitimia ya kusaidia hawa watoto. Nikapata mahali pakubwa, nitaendelea kuchukua watoto, nitaendelea kuwakusanya kutoka kila mahali. Nikipata any support, hata nipate uwanja, nijegewe, nitapata mahali pa kuweka hawa watoto. Ndio hiyo miguu ya kati. Akikuwa mkubwa tumtupi tu, huwa tunamtafutia kosi fulani anafanya, alafu tunajua vile anajiendeleza.